Katika usingizi wako ukakuta umelala alafu then ukaona umepoteza gari au umeibiwa gari katika usingizi uliokuwa umelala. Sasa ndoto ya namna unapokuwa yote na kuwa haina maana nzuri. Shalom shalom, Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana. Mahali popote pale ulipo, amani uwe nawe. Ninakusalimu kwa jina kuu, jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Katika usingizi wako ukaota ndoto ukaona umepoteza gari. Sasa ndoto ya namna unapokuwa unaota umepoteza gari kiroho pia kwa watakatifu wa Mungu ambao wanamcha Mungu wanatumika kuashiria ni huduma. Sasa ndoto ya namna hii kama umeokoka alafu unatumika ndani ya shamba la Bwana, maana yake ni kwamba unajaribu kupewa huduma, kwamba adui anaiba huduma yako au ameiba huduma yako. Kwa hiyo shetani anaweza kujaribu kuharibu au kukuharibia tunasema msimamo wako wa kiroho au imani yako ya kiroho. Kulingana na hiyo ndoto, unapokuwa unaota umepoteza gari au umeibiwa gari, hiyo ni ishara ya kupotezwa kihuduma au kutolewa katika nafasi katika huduma yako. Kwa hiyo ukiota ndoto ya namna hiyo, ukiona umepoteza gari, my friend, hiyo ndoto haina maana nzuri. Utahitaji usimame sana katika maombi ya toba, usimame katika maombi ya rehema, usimame katika maombi Mungu afungue milango yako ya kihuduma ili kila kitu kiweze kwenda sawa. Kwa hiyo ndoto ya namna hiyo unapokuwa unaota umepoteza gari, hiyo inakuwa haina maana nzuri. Simama katika maombi ya toba, Mungu akurejeshe nafasi yako iliyokuwa imepotea au nafasi yako tunasema iliyokuwa imeibiwa. Kwa hiyo ni muhimu sana ukasimama katika maombi na Mungu aweze kukusaidia. Itakuwa ni jambo la baraka sana utakapovunja hizo roho za kurudishwa nyuma kihuduma. Lakini pia ombi la kubwa hapo ni kusimama katika maombi ya toba kwa kufungua milango yote, kwa kufunga milango yote ya adui iliyokuwa imefunguliwa mbele yako. Kwa simama katika maombi ya toba, simama katika maombi ya rehema, simama katika maombi ya kurejesha ile neema iliyokuwa imeibiwa au imepotea. Mungu airejeshe tena na utaanza kuona ikiwa inarejea. Kwa ndoto ya namna hiyo utakapoiota, hakikisha unasimama katika maombi ili Mungu aweze kukusaidia. Ninakutakia wakati mwema. Shalom shalom. Maranatha. Asante sana.